sana mtazamaji wa Biomedia, karibu sana tuangazie taarifa ambako kauli za mwanadada Niffer zimewaleza watu wengi mara tu baada ya siku 38 akiwa mahabusu. Hili ni fundisho tosha kuheshimu serikali. Nini ambacho amezungumza bidada Jennifer Jovin mara tu baada ya kuachiliwa huru siku ya jana? Huyu ni mfanyabiashara ambaye anajulikana kwa jina la Niffer, lakini jina lake ni Jennifer Jovin. Anatoa tamko kali ambalo linaeleza wazi kuwa hana uhusiano wa moja kwa moja na vyama vya siasa, huku akisitiza kuwa tukio ambalo lilimfanya atajwe kwenye baadhi ya majukwaa ya kisiasa lilikuwa ni kosa lisilokuwa na dhamira ya kuingilia masuala ya siasa. Amezungumza siku ya jana na waandishi wa habari mara tu baada ya kuachiwa huru, ambako Niffer amewashukuru wa Tanzania kwa namna ambavyo walimunga mkono katika kipindi kigumu ambacho alikuwa anakipitia, ambacho kilihusisha kukamatwa kwake na kushikiliwa kwa muda katika kituo cha polisi. Lakini pia Jennifer amesema kukamatwa kwake kuliathiri sana familia yake pamoja na watu wake wa karibu, lakini kutokana na uvumilivu, maombi, mshikamano kutoka kwa jamii, basi aliweza kuvumilia maumivu na hofu ambayo ilikuwa hapo. Anaeleza Jennifer kuwa jambo hilo limempa funzo kubwa katika maisha, na sasa ameazimia kuendelea na maisha yake ya kawaida kama mfanyabiashara bila kuhusishwa na itikadi ama shughuli za kisiasa za aina yoyote. Lakini pia Niffer amesitiza kuwa yeye ni mwananchi wa kawaida wa Tanzania ambaye anaishi kwa heshima ya sheria tu, utamaduni na viongozi wa nchi. Lakini pia ameomba jamii ielewe kuwa hana mpango wa kujiingiza katika siasa wala kushiriki kwenye harakati zozote zinazoweza kuleta mgawanyiko katika jamii. Badala yake anaahidi kuendelea kujikita katika shughuli zake za biashara na ustawi wa familia yake. Lakini pia ametoa shukrani sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia kwa kuagiza kutolewa kwa msamaha kwa wale waliokuwa wanashikiliwa pamoja naye wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa Niffer, hatua hiyo imeonyesha moyo wa utu na huruma wa rais kwa wananchi wake, jambo ambalo linapaswa kupongezwa sana. Lakini pia amewashukuru wa Tanzania wote waliomwombea, waliomfariji na waliompa moyo kupitia ujumbe mbalimbali wakati akipitia kipindi hicho kigumu. Kwa ujumla, tukio hili limeacha fundisho la umuhimu wa tahadhari katika matamshi na vitendo, pamoja na kudumisha amani, umoja na kuheshimiana miongoni mwa Tanzania. Jennifer ameomba kuendelea kupewa nafasi ya kuishi maisha yake kwa amani bila kuhusishwa na siasa, huku akieleza nguvu zake katika maendeleo yake binafsi na kusaidia jamii ambayo inamzunguka. Unalipi la kuzungumza na Niffer kwa wakati ambako tayari yuko huru anaendelea na shughuli zake?